Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Siku ya leo mtu wa Mungu ni siku yetu ya maombi, na huwa tuna utaratibu wa kuombea maombi yetu 12 pamoja na mipango ambayo tunataka sana kuitimiza ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo ikiwa ni mara yako ya kwanza mtu wa Mungu, basi andika maombi yako 12, andika na mipango ambayo unayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ambaye unajua utaratibu, muda huu shika maombi yako 12 pamoja na mipango yako. Basi kabla sijaendelea mbele, ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya siku nyingine ambayo Mungu umetupa, siku yetu ya maombi. Tunakukaribisha mahali hapa Bwana Yesu. Muda huu tunapoenda kuomba, tunaomba usikie maombi yetu. Tunaomba usikie sala yetu. Tunaomba usikie dua yetu na ukapate kutujibu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwema, tunaponyanyua maombi yetu 12 mbele zako, tunaponyanyua mipango tulionayo, ninaomba Mungu ukatujibu wote kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimekuambia, siku yetu ya leo ni siku ya kuombea maombi yetu 12 pamoja na mipango ambayo tunataka sana kutimiza ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jiandae sana kuona mkono wa Mungu ukikusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku wa leo utaona mkono wa Mungu ukikuvusha. Utaona mkono wa Mungu ukikuinua na kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Na hiyo sehemu itakuwa imejaa mafanikio yako. Itakuwa imejaa tumaini lako katika Kristo. Itakuwa imejaa neema. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo mtu wa Mungu, tunasimama na kichwa cha somo ambacho kinasema maombi ya kufuta hati ya mashtaka inayozuia usikae kwenye nafasi na usijibiwe maombi yako 12. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye unaandika, basi andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo. Kinasema hivi: maombi ya kufuta hati ya mashtaka inayozuia usikae kwenye nafasi na usijibiwe maombi yako 12. Mpendwa msikilizaji, usiku wa leo tunaingia kwenye maombi. Na maombi yetu ya usiku wa leo tunaenda kufuta hati za mashtaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia hati ya mashtaka, tunazungumzia mashtaka mtu wa Mungu. Tunazungumzia kwa habari ya makosa ambayo unayo na mtu anakushtaki ili usipate uhuru, ili usijibiwe maombi, ili usipate kile ambacho wewe unahisi ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiku wa leo mtu wa Mungu, tutafuta vyote kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa nini tunaenda kufuta? Ili tuweze kuona Mungu anatujibu maombi yetu 12. Na Mungu anatujibu mipango ambayo tunayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, kuna mtu kwenye maombi yako 12 umeandika kwa habari ya kazi. Mwingine umeandika kwa habari ya uzao. Mwingine umeandika kwa habari ya promotion. Mwingine umeandika kwa habari ya biashara. Mwingine umeandika kwa habari ya ndoa na madeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye ulimwengu wa roho mtu wa Mungu umewekewa zuio. Kuna mashtaka wamekushtaki kwa habari ya kazi, ya kwamba huyu mtu atakiwi kupandishwa cheo, ya kwamba huyu mtu atakiwi kupata uzao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameshtakiwa wasiingie kwenye ndoa. Ndio maana unahangaika sasa, una miaka 42 au miaka 45, lakini hauoni mafanikio kwenye eneo la mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wameshtakiwa kwa habari ya kuachana. Mtu wa Mungu, Mungu anakubariki ndoa lakini haidumu. Kwa nini haidumu? Kuna zuio kwenye ulimwengu wa roho.
kuna hati ya mashtaka imesimama pale, imekuwekea zuio ya kwamba mtu huyu amewekewa stop. Bwana Yesu asifiwe. Hatakiwi kuongezeka, hatakiwi kusogea. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu ametukusanya ili atusaidie, na mkono wa Mungu utakusaidia. Utaondoa mashtaka yote na mazuio yote yaliyo kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili, ili uweze kuona mafanikio. Sasa ninaomba tuendelee mbele. Dada Krista nisomee Wakolosai 2 mstari wa 14 hadi wa 16. Wakolosai 2:14 hadi 16. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amen. Mtu wa Mungu, nimekuambia mashtaka, hati ya mashtaka ni zuio kwenye ulimwengu wa roho. Unashtakiwa usisogee, mtu wa Mungu. Unashtakiwa usione baraka. Na neno la Mungu linasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwenye ulimwengu wa roho kuna mtu alikushtaki. Aliandika hati ya mashtaka kwa jina lako, au mashtaka yaliandikwa kwa jina la ukoo wako, mahali ulipotokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au mashtaka yaliandikwa kwa habari ya ardhi yako, kwenye chimbuko, kwenye asili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mashtaka hayo, mtu wa Mungu, yametokea wapi? Wengine ni upande wa babu zetu. Walikuwa wanaabudu miungu mingine. Walikuwa wanaabudu waganga wa kienyeji. Walikuwa wanaabudu vitu ambavyo vilikuwa havifai. Kwa kipindi kile walikuwa wanaona, mtu wa Mungu, wanakusaidia. Kwa hiyo familia nzima au ukoo mzima mkakabidhiwa kwa miungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na walipoenda huko, babu zetu au bibi zetu wakaweka makubaliano ya kwamba familia hii, ya kwamba ukoo huu tumewatoa, tumewapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo makubaliano, nguvu za giza, mapepo na shetani, kuna makubaliano wanafanya ya kwamba mtatupa sadaka. Wengine sadaka wanatoa kwa habari ya ndoa, wengine sadaka wanatoa kwa habari ya uzao, wengine sadaka wanatoa kwa habari ya kazi au shule. Ndio maana mtu wa Mungu unajikuta una struggle, unahangaika, unatumia nguvu nyingi kuona mafanikio, lakini kwenye ulimwengu wa roho haujui uliuzwa, ulinunuliwa. Ndio maana unapoota ndoto, unaota ndoto uko kwenye miti mikubwa. Wengine mnaota ndoto mko kwenye mashimo. Wengine mnaota ndoto mko kwenye mbuga huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine mnaota ndoto mmeolewa tayari. Wengine mna uzao. Kwa nini? Kwa sababu mlikabidhiwa. Babu zenu waliingia makubaliano na miungu mingine. Waliingia makubaliano na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakiamini wanakusaidia. Kumbe hawakusaidii, umeingia kwenye kifungo. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Kwa nini imeandikwa na nani? Na hao watu. Na hayo mashtaka, mtu wa Mungu, ni halisi, yanaishi, yanafuata kizazi hadi kizazi. Ndio maana mtu wa Mungu unakutana na changamoto ile ile kwenye familia, haikupati peke yako. Imempata kaka, imempata dada, imempata mjomba, imempata shangazi, imempata bibi. Ukielezewa, unaangalia hicho kifungo, upande wa baba unakikuta na upande wa mama unakikuta. Mtu wa Mungu, na hayo mashtaka ni halali kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anapotoka kwenda kukushtakia mahakamani, anaenda kukushtakia kwa kosa ambalo umefanya. Unaposhtakiwa, mtu wa Mungu, na kuingiza kwenye kifungo na kuingiza gerezani, unakuwa umekamatwa na makosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo umetangaziwa hukumu ya kwamba unatakiwa kukitumikia kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu,
Ili Mungu aweze kukujibu maombi yako 12 ambayo umeandika, lazima kwanza hati za mashtaka zifutwe. Uhalali wa shetani kukumiliki kwenye hilo eneo uondoke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaweza ukamkuta mtu mmoja ana mafanikio kwenye eneo moja, eneo jingine hana mafanikio kabisa, kwa sababu kwenye eneo hilo umeshtakiwa mtu wa Mungu, umetolewa sadaka mtu wa Mungu. Shetani ana uhalali kabisa wa kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unatumia nguvu nyingi kutoka, na unamuona shetani anatumia nguvu nyingi kukurudisha nyuma. Kwa nini anakurudisha nyuma? Wewe ni wake. Kwa nini anakurudisha nyuma? Kuna makubaliano. Kuna mwingine mtu wa Mungu una vifungo vya kunywa pombe, hayo ni mashtaka. Kadri unavyopambana kutoka kuacha pombe, ndivyo kadri ambavyo unaota hadi ndoto uko kilabuni unalewa. Kwa hiyo pombe imeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama auinywi kwenye ulimwengu wa mwili, unajikuta unainywa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo uwezi kuistopisha kwenye ulimwengu wa mwili kama haijastopishwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, baraka zote zinaanzia kwenye ulimwengu wa roho ili zije kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini pia kama mashtaka haya hayatafutwa, mtu wa Mungu, ni ngumu sana wewe kukaa kwenye nafasi yako. Ndio maana nimesema haya mashtaka, hata ya mashtaka iondoke, tukae kwenye nafasi na tujibiwe maombi yetu 12. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiendelea na neno la Mungu linasema hivi, iliyokuwa na uadui kwetu akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuja ili kuifuta hii hati ya mashtaka. Na Yesu wakati anaifuta, kuna vitu alipitia. Ilibidi aende akakuokoe, akutoe. Bwana Yesu asifiwe. Akaigongelea msalabani. Hakikisha anakufuta, anakuweka huru kwa damu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinakuzuia, kwa sababu Yesu aliigongelea ile hati ya mashtaka, hiyo dhambi imeondoka, mtu wa Mungu. Ilo kosa limeondoka, mtu wa Mungu. Amen. Ilo kosa limefutwa, mtu wa Mungu. Lakini kama hautajua, mtu wa Mungu, ya kwamba Yesu aliigongelea ile hati ya mashtaka msalabani ili alipe deni ambalo babu zako waliliingia, upande wa bibi yako waliingia, kizazi ambacho wewe hata ukijui waliingia, lakini hilo kosa linakusumbua hadi leo. Kwa hiyo lazima urudi uangalie lile kosa lilifanyika lini, lilipita wakati gani, limemla nani na nani kwenye familia, limefika kwangu. Na mtu wa Mungu, kama hautalishughulikia, hiyo hati ya mashtaka itatafuna kizazi chako, wajukuu hadi vitukuu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini imefikia wakati tunasema iwe mwisho. Tunasema tunataka kutoka. Tunasema tunataka kuona mafanikio. Kwa hiyo kwa sababu tunatamani kuona Mungu anajibu maombi yetu, ndio maana ameturudisha kwenye Wakolosai ili tuelewe nini kilifanyika. Ndio maana anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa, maana akiisha kufuta yale madeni, akiisha kufuta zile hukumu, akiisha kuondoa lile zuio. Kwa hiyo kwa sababu ameiondoa kwa damu yake, sasa unaweza kupita. Sasa unaweza kujibiwa maombi yako. Sasa unaweza kuona baraka zako. Amen. Sasa unaweza kuona mafanikio yako. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 15 nikuonyeshe kitu. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Endelea mbele. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, naomba unisomee hiyo Wakolosai 2:14 hadi 16, Biblia habari njema. Ngoja nikuonyeshe kitu. Wakolosai 2:14 hadi 16, Biblia ya habari njema. Alifutilia mbali ile hati ya deni iliyokuwa inatukabili na masharti yake, na kuifuta kabisa kwa kuipigilia msalabani. Huko Kristo aliwapokonya nguvu zao, au pepo watawala na wakuu. Aliwafanya kuwa kitu cha fedhea hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Kwa hiyo basi, msikubali kupewa masharti na mtu kuhusu vyakula au vinywaji, siku za sherehe, siku za sikukuu za mwezi mpya au sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu
wa Mungu, ukisoma hii Biblia ya habari njema, tukianzia mstari wa 14 kabisa, unaona alifutilia mbali ile hati ya deni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu ulikuwa na deni ambalo linasema usizae, deni ambalo linasema usiolewe, deni ambalo linasema usipewe promotion, deni ambalo linasema baada ya miaka 3 afukuzwe kazi, baada ya miaka 5 warudi chini, baada ya miaka kadhaa warudi kwenye hali mbaya. Hayo ni madeni. Lakini ukisoma hapa unamuona Yesu anaenda kutulipia lile deni. Amen. Anaenda kulifuta. Amen. Anarudi kwenye asili. Anarudi kwa mababu. Anarudi kwenye chanzo. Yule mtu aliyeuingiza ukoo mzima kwenye changamoto. Unakutana na mtu wa Mungu anapambana na uzinzi. Ajui umepitia wapi kwenye familia yake, kwa mababu walipitisha. Mtu unapambana na spiritual husband na spiritual wife, wameanzia wapi? Kwa mabibi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajikuta mtu wa Mungu unapata changamoto hadi ndoto zako ukiota mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 15 anasema hivi, huko Kristo alipowapokonya nguvu zao hao mapepo, watawala na wakuu. Kwa hiyo kitu ambacho Yesu alifanya, aliwapokonya nguvu, aliwapokonya utawala. Kwa nini? Wasitawale tena maisha yako. Wasitawale tena kazi zako. Wasitawale tena nyumba yako. Wasitawale tena mji wako, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ukisoma mstari wa 16 anasema hivi, kwa hiyo basi msikubali kupewa masharti na mtu yeyote kuhusu vyakula au vinywaji. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona haya masharti, hii hati ya mashtaka ilikaa hadi kwenye vyakula, hadi kwenye vinywaji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameshtakiwa wasipate riziki zao za kila siku. Chakula kupata ni tabu. Mtu wa Mungu, ni nini? Hati ya mashtaka. Bwana Yesu asifiwe. Wengine kupata vinywaji ni tabu. Maisha ni tabu. Zimeanzia wapi? Kwenye hati ya mashtaka. Wengine mnajikuta kwenye madeni makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mmeingizwa na nani? Na hawa mapepo wabaya, na hawa nguvu za giza. Ndio maana Yesu alikuja kutulipia madeni. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, kama hautaondoa hili zuio kwenye ulimwengu wa roho, hautaruhusu hii damu ya Yesu ifanye kazi kwako, hautaona mafanikio kwenye maisha yako. Hautaona majibu ya maombi yako 12. Hautaona mipango yako ikitimia. Utapanga na kupanga, hautatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Utasema, mwaka huu natamani Mungu unisaidie, labda nijenge nyumba, au nifanikiwe nianze biashara, au nifanikiwe nipate mafanikio fulani. Hautayaona, mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Kuna zuio. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hati zao za mashtaka kwenye miguu yao mmefungwa minyororo. Hauna mwendo mrefu. Shetani hangaiki nawe kwa sababu anajua uvuki mipaka. Unaishia hapo hapo. Wengine mnaishiwa kwenye mikoa ile ile mliozaliwa ile ile. Unazaliwa hapo hapo, unasoma hapo hapo, unafanya biashara hapo hapo, unaolewa hapo hapo. Hati ya mashtaka wamesema wawe maskini, wasivuke mipaka, wasiongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo lazima mtu wa Mungu tufunguliwe. Nasema lazima ufunguliwe. Nasema lazima utoke. Nasema lazima addiction zikuachie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana saa nyingine mtu wa Mungu unakaa, lakini unapata tuhuma za ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama hukumu za ghafla kwenye maisha yako. Ujui moto ulipotokelezea unakukula, unaisha. Unarudi zero. Unarudi nyuma. Mwenyewe unashangaa, hii hasara ilipita wapi? Kwenye ulimwengu wa roho, mtu wa Mungu, miaka ya nyuma huko. Ukiangalia familia yako unasema tunateseka wote hivi hivi. Tunateseka na uzao hivi hivi. Wengine mnasema tunateseka na magonjwa haya. Yalipita wapi? Kwa mababu zetu, kwa mabibi zetu, kwenye madhabahu zao walizoomba, kwenye madhabahu zao walitoa familia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe mtu wa Mungu vile leo unapoomba, unaombea familia yako nzima, unamuingiza na baba, unamuingiza na mama, unamuingiza na mume, na mke, na watoto, na wajukuu wanaokuja. Ndivyo walivyofanya. Ndio maana tuna madeni makubwa. Ndio maana tuna maumivu makubwa. Una maumivu yanayojirudia na kujirudia. Mtu ukiona una vifungo hivyo, una hati ya mashtaka. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe, wamekushtaki. Sasa mtu wa Mungu unayenisikiliza, kuna yule ambaye umeshtakiwa upande wa babu zako, lakini kuna yule ambaye unakuja kwenye maisha umeshtakiwa na watu wanaokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani una kibali? Kwa sababu gani unapendwa? Kwa sababu gani una nafasi? Watu wabaya bado wanarudi kwa waganga wa kienyeji, wanakushtaki ya kwamba afukuzwe kazi, ya kwamba aachishwe kazi, ya kwamba awe mlevi. Wengine wamekushtaki uwe kichaa. Ndio maana baada ya muda unahisi unachanganyikiwa. Baada ya muda unahisi unapata kizunguzungu. Kwa nini? Wamekushtaki. Sasa jiulize, mtu wa Mungu unayenisikiliza, upande wa babu yako umeshtakiwa, upande wa bibi umeshtakiwa, kwenye kukua shule umeshtakiwa, kwenye kazi ofisini umeshtakiwa, nyumbani kwenye mazingira umeshtakiwa. Wewe utakuwa mtu wa namna gani? Lini utaona mafanikio? Bwana Yesu asifiwe. Dada Krista, nisomee Petro wa kwanza sura ya 5:8. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Nisomee hiyo habari njema. Muwe macho, kesheni, maana adui yenu Ibilisi zunguka kama simba angurumaye akitafuta mawindo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, muwe macho, kesheni, maana adui yenu Ibilisi. Amemuelezea adui ni nani? Ibilisi. Ibilisi ni mapepo wabaya. Ibilisi ni watu wabaya. Ibilisi ni nyoka, mtu wa Mungu. Ibilisi ni rafiki mbaya ambaye amehakikisha au anahakikisha au kai kwenye nafasi yako, anahakikisha hauoni majibu ya maisha yako, anahakikisha hauoni maendeleo kwenye eneo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, mwingine anasema namshukuru Mungu amenipa ndoa njema. Unafika kwenye ndoa upati uzao. Hicho ni kifungo. Mshtaki wenu Ibilisi anazunguka akihakikisha haufanikiwi. Ndio maana neno la Mungu linasema muwe macho, kesheni. Maana hakikisha unafuatilia. Kuwa macho, fuatilia historia ya maisha yako. Fuatilia hicho kifungo kiko wapi? Fuatilia, mbona hali yangu ya maisha inajirudia rudia? Fuatilia, mbona sitoki nikimaliza? Ninatumia nguvu, natumia juhudi, natumia bidii. Mwingine umeenda na shule, una vyeti vizuri, lakini mafanikio hafifu. Kuna nini? Kuwa macho. Kesha, mtu wa Mungu. Jiulize, hili tatizo ni tatizo gani? Hii hati ya mashtaka, nani amenishtaki? Fuatilia upande wa mama yako, kuna vifungo gani? Fuatilia upande wa baba yako, kuna vifungo gani? Fuatilia asili ya maisha yako, mtu wa Mungu, kuna changamoto gani? Angalia kwenye ukoo wenu, nani imemla na kwako imekufikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mno jua ya hati ya mashtaka. Hii hati ya mashtaka kuna mahali imefunguliwa, kuna mahali imeruhusiwa. Anaye ni hukumu, anaye ni tawala, anao uhalali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema muwe macho. Manake amka, mtu wa Mungu. Acha kulala, mtu wa Mungu. Fuatilia, mtu wa Mungu. Focus. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kesheni. Manake eka bidii. Bwana Yesu asifiwe. Weka bidii kwenye maisha yako, mtu wa Mungu. Weka bidii kwenye mahusiano yako, mtu wa Mungu. Yaangalie. Mzazi, weka bidii kwa watoto. Sasa hivi tuko kwenye nyakati za hatari. Fuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hili jambo limenisumbua mimi hapa mwisho. Hili jambo lilimsumbua mama hapa mwisho. Wengine mmetoka kwenye familia, ugonjwa huo ndio umeua watu wote. Na wewe hutaki kuwa macho. Hautaki kukesha. Hutaki kuifuta hiyo hati ya mashtaka. Itakufikia, mtu wa Mungu. Na sasa hivi unazo dalili zote. Iwe ni dalili za kansa, iwe ni dalili za HIV, iwe ni dalili za goita. Wengine una dalili tayari za tezi dume sasa hivi. Mwingine una dalili usijui. Wengine mpaka mnaota ndoto ya kwamba kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ndoto zenu mnakatwa mapanga. Wengine mnapata ajali huko kwenye ndoto, unaumia, unakatwa mguu. Lakini haui macho, mtu wa Mungu. Hautaki kukesha. Neno la Mungu linasema hivi, Ibilisi zunguka kama simba angurumaye akitafuta mawindo. Mawindo ni nani? Ni wewe, mtu wa Mungu. Mawindo ni nani? Ni wewe, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Hautaki kuweka bidii kwenye kuomba. Hautaki kuweka bidii kwenye kumtafuta Mungu. Alafu unataka Mungu akujibu maombi yako 12. Unataka Mungu ahakikishe mipango yako inakuwa. Inatokea wapi? Bwana Yesu asifiwe.
Ibilisi anawinda ili usijibiwe maombi yako. Ibilisi anawinda ili usitimize mipango yako. Una mipango gani mtu wa Mungu? Nimekwambia ndani ya mwezi huu, mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu, tutaomba mno. Amen. Tutakemea mno. Amen. Ili tuweze kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee hiyo Kristo Petro wa kwanza 5:9a. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9a. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili uone majibu yako ya maombi yako 12, kumpinga shetani ni lazima. Kama hautampinga shetani, maana yake hautaona majibu. Kumpinga maana yake nini? Kupigana. Kumpinga maana yake nini? Ni kuwa na bidii. Kumpinga maana yake nini? Kutokukubali. Kuna watu leo wanasikiliza maombi haya mtu wa Mungu, lakini maisha yako hayana maana. Hauoni maana kwenye maisha yako. Usiku wa leo mwambie Mungu, yape maana maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine unasikiliza maombi haya mtu wa Mungu, haujui wapi unatokelezea. Haujui jua linachomoza lini. Haujui wapi unaemea mtu wa Mungu. Ili uone mafanikio, ili uone badiliko, mpinge shetani. Amen. Maana shetani ndio amekuwinda. Maana shetani ndio amekushtaki. Na kuna watu wamemruhusu aingie, lakini wewe unamruhusu aendelee kukutafuna na kukumaliza. Kwa sababu gani? Hautii bidii. Kwa sababu gani? Haukeshi mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Hautaki kumpinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema mpingeni mkiwa thabiti katika imani. Kuna andiko linasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili uone majibu ya maombi yako, kazana. Tia bidii. Amen. Omba leo. Amen. Omba kesho. Amen. Rudi tena. Amen. Rudi tena. Amen. Kama havitakuwa namna ulitaka, muulize Mungu. Tatizo liko wapi? Wapi kuna hati ya mashtaka? Wengine mmeshtakiwa muingie kwenye madeni, amlali. Mnawaza mna madeni makubwa. Madeni yamepandiana. Ujui ameingiaje shetani mtu wa Mungu. Ameingia hapo. Anahakikisha anakumaliza. Kwa sababu gani? Waliingia makubaliano. Lakini usiku wa leo Yesu ametuweka wazi. Anasema aliichukua ile hati ya mashtaka, akalipa madeni. Kwa hiyo jua wewe ni mtu uliyelipiwa madeni na Bwana Yesu. Amen. Wewe ni mtu ambaye Yesu alimwaga damu yake ya thamani kwa ajili ya maisha yako. Amen. Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yako. Amen. Yesu alishuka kuzimu, akaenda kumnyang'anya shetani funguo za mamlaka. Amen. Akamnyang'anya utawala dhidi ya maisha yako. Amen. Akakurudishia wewe. Amen. Akakwambia lolote utakalolifungua duniani, mbinguni litafunguliwa. Amen. Na lolote utakalolifunga mbinguni limefungwa. Lakini mtu wa Mungu, unaishi kama sio mtawala. Kama hautakuwa na imani thabiti, hautaona matokeo ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Amen. Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hiyo Yakobo 4:7, neno la Mungu linasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Usiku wa leo mtu wa Mungu, tunaenda kunyanyua maombi yetu tulionayo. Tunaenda kunyanyua mipango tulionayo. Tunaenda kumpinga shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kumpinga shetani. Lakini tunaanzaje? Kwa kuitambua damu ya Yesu. Kwa kuitambua damu ya agano. Kwa kutambua damu iliyotulipia deni. Kwa kuitambua thamani yake, ya kwamba ilifuta kesi zote. Amen. Ilimaliza vyanzo vyote vya matatizo. Amen. Ililipa madeni. Amen. Iliondoa zuio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyosha mikono yako mtu wa Mungu, anza kumshukuru Mungu. Bwana Yesu, Rakamanda tunakushukuru kabade. kwa ajili ya neema hii ambayo Zarakataya umetupa. manda. Asante kwa neno lako. Zorakataya. Asante kwa Shukuru, uaminifu wako. shukuru mtu wa Mungu. Tunakushukuru Shukuru Bwana. mtu wa Mungu. Tunakushukuru Shukuru Yesu. mtu wa Mungu. Tunalitukuza jina Rada lako. kabade. Asante kwa ajili ya damu yako. Zarakamanda. Maana imetufutia Reko manda mashtaka. kabade. Tunakushukuru Rakamanda mwaminifu. kabade. Tunasema asante. Paza sauti ya shukrani mbele za Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako Zarakamanda e kabade. Bwana. Asante Baba, kwa ajili ya neno hili la tunakutukuza. wakati. Baba, tunasema Tunakushukuru asante. Bwana. Reko manda Tunasema kabade. asante. Umekusudia Tunakutukuza Bwana. kutufutia Maana mashtaka. umekusudia Zarakamanda. kutusaidia. Kulipa madeni Maana yetu. umekusudia Rakamanda kulipa kabade. madeni yetu. Zarakataya. Maana umekusudia Zarababababa. kututoa Shukuru mtu wa kwenye Mungu. vifungo. Rakataya. Tunakushukuru. Zaramanda. Tunasema asante. Zarakataya. Tunakushukuru Katika jina la Yesu jina la Kristo. Yesu. Nyanyua mikono yako mtu wa Mungu, pamoja na maombi yako ambayo unayo na mipango. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Nanyunyiza damu yako. Nanyunyiza damu yako. Damu ya thamani. Damu ya thamani. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Kwenye maombi yangu. Kwenye maombi yangu. 12. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Ya Yesu. Ya Yesu. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Kwa Yesu. damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninayoinyunyiza. Ninayoinyunyiza. Ninafuta. Kila shtaka la asili. la asili Linalonila kwenye
maisha kwenye yangu maisha kwa yangu damu ya Yesu kwa damu ya Kristo. Yesu Kristo. Nanyunyiza damu ya Nanyunyiza damu ya Yesu Yesu kwenye asili ya maisha ya yangu. maisha yangu. Nanyunyiza damu ya Nanyunyiza damu ya Yesu Yesu kwenye kwenye asili asili ya kabila ya langu kabila langu. kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Nanyunyiza Yesu. damu ya Yesu. Damu ya Damu ya agano. agano. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inayonena mema. Inayonena mema. Kwenye asili Kwenye yangu. asili yangu. Kwenye asili Kwenye yangu. asili yangu. Kwenye asili Kwenye yangu. asili yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Kwenye jina langu. Kwenye jina langu. Kwenye jina langu. Kwenye jina langu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu Damu ya Kristo. Yesu Kristo. Ile ya thamani. Ile ya thamani. Ifute kila hati ya mashtaka inayokabili maisha yangu kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, nyunyiza hiyo Baba, damu. katika jina la Yesu Randa bashaka. ninakuja mbele zako, Sarakatai. ninanyunyiza damu ya Soro Yesu komanda. kwenye asili yangu, Rakapatai. nanyunyiza damu ya Yesu Saramana kwenye kaba. asili yangu, Nyunyiza hiyo damu. nanyunyiza damu, Nyunyiza hiyo damu. nanyunyiza damu, nanyunyiza damu kwenye asili yangu, Nyunyiza kila Mungu. mashtaka, Randa baba kila baba. hati Nyunyiza, za nyunyiza kwa mashtaka, damu ya Yesu. nanyunyiza Rakamanda. damu ya Yesu, Sarababa. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Ninafuta kila hatima ya mashtaka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Endelea kunyunyiza. Endelea kunyunyiza. Endelea kunyunyiza. Endelea kunyunyiza kwa damu ya Yesu. Tunafuta kila hati kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafuta kila uhalali wa nguvu za giza kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafuta, 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 ninafuta randa kabade kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafuta kila uhalali wa nguvu za giza kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafuta kila hati ya mashtaka iliyoshtakiwa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mashtaka ninayoyajua na mashtaka nisiyoyajua katika jina la Yesu. Narudi kwenye asili upande wa baba yangu, narudi kwenye asili upande wa mama yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo, nanyunyiza damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ile ya agano, damu ya Yesu Kristo ile ya agano, damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Nanyunyiza upande wa asili wa mama yangu, nanyunyiza upande wa asili wa baba yangu. Nafuta kila mashtaka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Omba mtu wa Mungu, futa hayo mashtaka, futa hayo mashtaka upande wa babu yako, upande wa mama yako, upande wa babu yako, upande wa baba yako, upande wa bibi yako, upande wa baba yako, upande wa bibi yako, upande wa mama yako. Peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu, ipeleke kwenye misingi, ipeleke kwenye asili, ipeleke kwenye chanzo. Randa kabade. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu. Naiona inaenda, naiona inaenda, inaenda kwenye asili yenu, inaenda kwenye asili yenu. Inafuta magonjwa ya kipepo, inafuta magonjwa ya kipepo, inafuta addiction za kipepo. Randa baba baba zarabataya mande. Inafuta, inafuta. Ipeleke hiyo damu, peleka hiyo damu, peleka mtu wa Mungu, omba usiache. Randa kabade. Napeleka damu ya Yesu kwenye asili ya mama yangu, napeleka damu ya Yesu kwenye asili ya baba yangu, napeleka damu ya Yesu kwenye asili ya bibi yangu, napeleka damu ya Yesu. Randa kabade. Peleka hiyo damu, inafuta migogoro, peleka hiyo damu, inafuta mambo ya kichawi na kiganga, peleka hiyo damu. Randa kabade, randa kabade, randa kabade, randa kabade. Peleka hiyo damu, inafuta hati ya mashtaka, inaondoa zuio la kuwa maskini. Randa baba baba. Omba mtu wa Mungu usiache. Riko manda kabade. Baba, tunapeleka damu. Baba, tunamwaga damu. Na mwaga damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Na mwaga damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Na mwaga damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Baba nitakase. Baba nitakase. Baba nitakase. Jibu maombi yangu. Jibu maombi yangu. Jibu maombi yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Omba mtu wa Mungu. Omba mtu wa Mungu. Omba usiache. Peleka hiyo damu. Peleka hiyo damu. Peleka hiyo damu. Damu ya Yesu Kristo ile ya agano, damu ya Yesu Kristo ile ya agano. Peleka hiyo damu, peleka hiyo damu kwenye upande wa kazi, kwenye upande wa biashara, kwenye upande wa uzao, kwenye upande wa ndoa, kwenye upande wa kibali, kwenye upande wa nyota. Peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu. Inaenda, inaondoa zuio, inaondoa zuio, inaondoa zuio, inaondoa zuio, inaondoa zuio, inaondoa zuio. Randa baba baba zakara
Saramanda kabade, rakamanda kabade, randa kabababa, randa kabababa, rakamanda kabade. Peleka hiyo damu ya Yesu mtu wa Mungu. Peleka hiyo damu ya Yesu mtu wa Mungu. Ombea maisha yako. Ombea maisha yako. Neno la Mungu linasema mkeshe na kuomba. Mkeshe na kuomba. Muwe macho. Peleka hiyo damu. Peleka hiyo damu. Peleka hiyo damu kwenye misingi ya familia yako, kwenye misingi ya maisha yako, kwenye kazi unayofanya. Peleka hiyo damu ya Yesu. Peleka hiyo damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inanena mema. Hiyo damu ya Yesu inanena mema. Hiyo damu ya Yesu inaacha harufu njema. Hiyo damu ya Yesu inafuta mashtaka. Baba, napeleka damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Baba, napeleka damu ya Yesu kwenye uzao wangu. Baba, napeleka damu ya Yesu. Randa kabade, randa kabade, randa kabade kwa watoto wangu. Baba, napeleka damu ya Yesu kwa wajukuu zangu. Baba, napeleka damu ya Yesu. Randa kabade, randa kabade. Weka mkono wako mtu wa Mungu kwenye kichwa chako. Sema napeleka damu ya Yesu kuanzia kwenye utosi wa kichwa changu mpaka kwenye unyayo wa miguu yangu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye mwili wangu. Ninaondoa kila zuio lililowekwa alama kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kama ambavyo tumeweka mikono juu ya vichwa vyetu, naachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo. Naachilia juu ya vichwa vyetu. Kila mtu ambaye ameweka mkono kwenye kichwa chake, naachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo. Damu ya Yesu Kristo ile ya agano. Ifute kila zuio. Ifute kila zuio kwenye maisha ya huyu baba anayesikiliza haya maombi. Ifute kila zuio kwenye maisha ya huyu mama anayesikiliza haya maombi. Ifute kila zuio kwenye maisha ya huyu msichana, kwenye maisha ya huyu kijana, kwenye maisha ya huyu mtoto, kwenye maisha ya huyu msichana, kwenye maisha ya huyu dada, kwenye maisha ya huyu babu, kwenye maisha ya huyu bibi. Peleka hiyo damu ya Yesu kuanzia kwenye kichwa chako. Baba, nafuta Baba kila zuio, nafuta kila hasara, nafuta kila madeni kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nanyunyiza juu ya vichwa vyetu. Nanyunyiza kwenye miili yetu. Nanyunyiza kwenye matumbo yetu. Hiyo damu inashuka. Hiyo damu inashuka kuanzia kwenye utosi, kwenda kwenye ubongo, kwenda kwenye akili, kwenda kwenye macho, kuja kwenye pua na mdomo. Damu ya Yesu kwenye masikio. Damu ya Yesu kwenye ulimi. Damu ya Yesu kwenye mate. Damu ya Yesu kwenye kidevu. Damu ya Yesu kwenye shingo. Damu ya Yesu kwenye mabega. Damu ya Yesu kwenye kifua chako. Napeleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu kwenye mgongo. Damu ya Yesu kwenye mabega. Damu ya Yesu kwenye matiti. Damu ya Yesu kwenye tumbo. Damu ya Yesu kwenye uti wa mgongo. Damu ya Yesu kwenye kiuno. Damu ya Yesu kwenye kitovu. Damu ya Yesu kwenye mapaja. Damu ya Yesu kwenye private parts zako. Damu ya Yesu kwenye miguu. Damu ya Yesu kwenye magoti. Damu ya Yesu kwenye unyayo. Peleka hiyo damu kwenye mwili wako. Toa uhalali wa nguvu za giza kwenye maisha yako. Neno la Mungu linasema akaigongelea hati ya mashtaka. Futa hiyo hati ya mashtaka kwa damu ya Yesu. Baba, nafuta hati ya mashtaka kila madeni yanayojirudia kwenye maisha yangu, kila matatizo yanayojirudia kwenye maisha yangu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Randa kabade, randa kabade, randa kabade, randa kabade. Omba mtu wa Mungu, omba. Rakamanda kabade, zarakataya, 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 zarakataya. Tunafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hata mashtaka walionishtaki kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, ninafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Randa baba, randa baba, randa baba, zarakataya katika jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu, futa hizo hati, futa hizo hati, futa hilo zuio, futa hilo hati, futa hilo zuio, futa uogivu, futa hicho kichawi, futa hiyo magonjwa, futa kwa damu ya Yesu. Peleka hiyo damu, 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 peleka hiyo damu. Randa baba, sara baba, sara baba, ninafuta kila hati za kipepo, kila hati
kila madeni, nafuta kila mashtaka walionishtaki wakanionea wakanitoa kwenye nafasi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, randa baba saraba baba saraba baba saraba baba na mwaga damu ya Yesu kwa upande wa mama yangu, na mwaga damu ya Yesu kwenye kijiji chetu, kwenye kijiji chetu kule Bukoba, kwenye kijiji chetu kule Mbeya, kwenye kijiji chetu kule Iringa, ninapeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, peleka hiyo damu, peleka hiyo damu, peleka hiyo damu, nyunyiza hiyo damu, damu ya agano, damu ya Yesu Kristo, rada baba, nanyunyiza damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu, ikafute kila mashtaka, ikafute kila mashtaka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, randa kabade zarakataya zarababa, kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, ninafuta kila hati ya mashtaka walionishtaki kwenye ulimwengu wa roho, walionishtaki kwenye ulimwengu wa mwili, kwa damu ya Yesu ninafuta kila hati ya mashtaka walionishtaki kwa waganga wa kienyeji, walionishtaki kwa wachawi, walionishtaki kwenye njia kuu, walionishtaki kwenye vituo vya barabara, kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninapeleka hiyo damu ya Yesu kwenye kila mahali ambapo watu hawa wameshtakiwa, kwa damu ya Yesu Kristo. Napeleka kwa waganga wa kienyeji, yoyote aliyeshtakiwa kwa waganga wa kienyeji, napeleka damu ya Yesu. Ninafuta hiyo hati ya mashtaka, kila hati ya mashtaka iliyo kwenye njia panda, napeleka damu ya Yesu. Kila hati ya mashtaka iliyo kwenye vituo vya basi, napeleka damu ya Yesu. Kila hati ya mashtaka iliyo kwenye roundabout, napeleka damu ya Yesu. Kila hati ya mashtaka iliyo kwenye madaraja, iliyo kwenye treni, napeleka damu ya Yesu. Kila hati ya mashtaka waliokushtaki kwenye mito, waliokushtaki kwenye majiwe, waliokushtaki kwenye mapango, waliokushtaki kwenye maziwa, napeleka damu ya Yesu. Napeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo ifute hati ya mashtaka. Kila mashtaka waliokushtaki kwenye makaburi, wakakuzika, wakazika jina lako, wakazika maisha yako, wakazika uzazi wako, wakazika afya yako, napeleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikutoe, ifute hiyo hati ya mashtaka, ikutoe, ifute hiyo hati ya mashtaka. Peleka mtu wa Mungu, peleka mtu wa Mungu, peleka mtu wa Mungu, peleka mtu wa Mungu hiyo hati ya mashtaka. Waliokufunga kwenye majiko, kuna mtu unaota unalala jikoni, kuna mtu unaota unalala chooni, kuna mtu unaota unalala kwenye mapango, hizo ni hati za mashtaka. Wamekushtaki wachawi, wamekushtaki watu wabaya, kuna mtu unaota unafukuzwa kazi, hizo ni hati za mashtaka. Kuna mtu unaota unapata ajali, kuna mtu unaota unachoma sindano za magonjwa na nguvu za giza, hizo ni hati za mashtaka. Kuna mtu unahangaika na pornography na masturbation, kuna mtu unahangaika na mapenzi ya jinsia moja, hizo ni hati za mashtaka. Wamekushtaki, futa kwenye maisha yako, futa kwenye malango yako. Peleka hiyo damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu ya agano, damu ya Yesu ya agano. Wamekushtaki ndio maana huwezi kujenga, wamekushtaki ndio maana huwezi kununua kiwanja, wamekushtaki ukipata mali huwezi kuzitumia vizuri, ukipata pesa huwezi kutumia kwenye maendeleo, wamekushtaki kwenye eneo la uzinzi, nguvu za giza zimekushtaki. Ndio maana unaota ndoto anakubaka, unaota ndoto unashika ujauzito, unaota ndoto unalala na wanawake usiowajua, unalala na wanaume usiowajua. Hayo ni mashtaka kwenye ulimwengu wa roho. Peleka hiyo damu mtu wa Mungu, peleka damu hiyo mtu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninatangaza kwa damu ya Yesu, nipo huru, ninatangaza kwa damu ya Yesu, nipo huru, ninatangaza maisha yangu yapo huru, ninatangaza kesi yangu imeisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tangaza mtu wa Mungu. Baba, ninatangaza ya kwamba watoto wako wako huru kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza usiku wa leo tupo huru, maisha yetu yapo huru, maisha yetu yapo huru. Chochote cha hasara hakitarudi tena. Wowote waliotufukuza kwa kutuonea, tunarudi kwenye nafasi zetu katika jina la Yesu. Tangaza mtu wa Mungu, tangaza mtu wa Mungu, tangaza mtu wa Mungu, tangaza mtu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nyanyua maombi yako 12 pamoja na mipango yako. Baba mwema, Mungu mwaminifu, asante kwa ajili ya maombi haya 12. Asante kwa ajili ya mipango hii ambayo watoto wako Baba wameandika. Kwa damu ya Yesu Kristo nanyunyiza kwenye ombi la kwanza, kwa damu ya Yesu Kristo nanyunyiza kwenye ombi
la pili kwa damu ya Yesu Kristo. Nanyunyiza kwenye ombi la 3 na la 4 kwa damu ya Yesu Kristo. Nanyunyiza kwenye ombi la 5 na la 6 kwa damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo. Nanyunyiza kwenye ombi la 7 kwa damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo. Nanyunyiza kwenye ombi la 8, la 9 na la 10 kwa damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo. Nanyunyiza kwenye ombi la 11 na 12. Baba mwema, ninatamka ya kwamba maombi yote ambayo watoto wako tumeandika unatujibu kwa damu ya Yesu Kristo. Mashtaka yote ambayo tumeshtakiwa ili tusijibiwe maombi yetu yanafutika kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mipango ambayo tunayo, na ileta mbele zako, na inyunyizia damu ya Yesu, na inyunyizia damu ya Yesu usiku wa leo. Kuanzia sasa utatutia nguvu, tutaweza kutimiza mipango yote, utatusaidia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi. Ninazileta mbele zako. Ninaomba usiku wa leo kanifutie hati ya mashtaka kwa jina la Yesu. Amen. Nyanyua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya sadaka hizi ambazo Mungu umetupa neema ya kutoa kwenye madhabahu yako. Baba, kwa sadaka hizi tufutie hati za mashtaka ambazo wametushtaki katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo walitoa sadaka ya ng'ombe, walitoa sadaka ya kuku, walitoa sadaka za njiwa, walitoa sadaka za kondoo, walitoa sadaka za mbuzi, walitoa sadaka za watu, walitoa sadaka za chakula, walicheza ngoma, walitoa sadaka za damu, walitoa sadaka za fedha, wakatushtaki kwenye ulimwengu wa roho. Usiku wa leo tunabeba sadaka zetu, tunazileta mbele za uso wako. Tunafuta mashtaka yote kwa sadaka hii Baba. Tunafuta mashtaka yote kwa sadaka hii Baba. Tunafuta mashtaka yote waliotushtaki watu wabaya, waliotushtaki nguvu za giza, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202, na Mungu atakubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia mtu wa Mungu, kama una changamoto yoyote na unahitaji msaada wa maombi, utatupigia simu kwenye hizo namba 0716 052202. Narudia tena 0716052202 au 0655108869, na Mungu atakusaidia sana kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia kama haujaokoka, basi sema sala hii na Mungu atakusaidia. Sema, Bwana Yesu, uko uliko, ninakupokea usiku wa leo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nikutumikie kwa uaminifu hadi nitakapokufa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kusema maneno hayo, mtu wa Mungu, basi utakuwa umeokoka, na utatuandikia jina lako kwenye hizo namba ambazo nimetaja, na Mungu atakusaidia sana kwa jina la Yesu Kristo. Natamka hati ya mashtaka imefutwa kwenye maisha yako. Natamka hati ya mashtaka imefutwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.